Katika wasaa mwingine, mtazamaji wa The World News, katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na tunaelekea huko Mashariki ya Kati ambapo Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu anasema wakati huu Qatar, baada ya kufanywa shambulizi, inaandaa mpango wa kuhakikisha inaitenga Israel. Netanyahu ameendelea akisema kwamba majaribio ya kutengwa ya Israel na mataifa ya nchi za Kiarabu hayatafanikiwa. Nia ni kuweka vizuizi dhidi yetu sawa na vile vya Iran iliweka ikitumai ingetuangamiza. Tulivuka kizuizi hicho na kila mtu anaweza kukiona. Nimefurahishwa kuona ziara kubwa zaidi kuwahi kutokea ya watu kutoka Marekani kuja hapa nchini, akimaanisha ujio wa waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio. Tunapambana na hili, kuwekeza fedha na rasilimali nyingi kukabiliana na kipengele hiki, anasema waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Alimalizia kwa kusema, je, wamefanikiwa kututenga duniani kote? Hapana. Marekani inasimama nasi kama nchi nyingine nyingi. Hata hivyo, kwa sasa tunakabiliwa na changamoto maalum katika Ulaya Magharibi. Tunafanya kazi kwa bidii na tutaendelea kufanya kazi kuondoa kizuizi kama hiki, kama tulivyofanikiwa kushinda vikwazo vya kijeshi. Pia tutafanikiwa kushinda kizuizi hiki cha kidiplomasia. Netanyahu katika kongamano la mhasibu mkuu mapema siku ya Jumatatu, wakati wa mkutano na mhasibu mkuu nchini Israel, alionya kwamba Israel lazima ijiandae kwa ukweli mpya wa kiuchumi, akisisitiza kwamba nchi hiyo italazimika kukabiliana na uchumi ambao una sifa za kihalisi. Netanyahu alielezea haja ya kulinda viwanda muhimu kwa usalama wa taifa, akisema, mimi ni mtetezi wa soko huria, lakini ili kuendelea kuishi itabidi tuhakikishe uwezo wa kujizalishia wenyewe kile tunachokihitaji kwa usalama wa taifa, hasa viwanda vya silaha. Amesema kwamba kutokana na kwamba wanalindwa na Marekani, hawana wasiwasi juu ya vikwazo vitakavyowekwa na mataifa ya Magharibi. Amelinganisha hali ya Israel na Ugiriki ya kale kwa kusema, sisi na Athens na Sparta au labda Super Sparta hatuna la kufanya. Waziri mkuu huyo pia aliashiria hali ya sasa ya ukiritimba wa Israel, akielezea namna walivyofanya kazi hadi sasa hakitafanya kazi mbele, lazima upunguze urasimu. Pia amesema kwamba changamoto kubwa za Israel ni ushawishi wa Waislamu walio wachache wenye itikadi kali kwenye sera za Ulaya kuelekea Israel na uwekezaji unaofanywa na nchi zenye uadui kama Qatar katika kuathiri mazungumzo ya kimataifa. Israel inasimama juu ya kutengwa, Netanyahu akimalizia kwa kusema kwamba hayo yote yameifanya Israel kuingia katika aina ya kutengwa kiuchumi kama njia ya kukabiliana na kutengwa. Netanyahu amesema kuwa Israel inahitaji kutekeleza sana operation za ushawishi katika mitandao ya jadi na ya kijamii. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alitoa maoni yake kuhusu kauli hii kwa kusema, hii ni kauli ya kichaa. Kutengwa si amri ya majaliwa, ni zao la sera potofu na zilizofeli za Netanyahu na serikali yake. Wanaigeuza Israel kuwa nchi ya ulimwengu wa tatu na hata hawajaribu kubadilisha hali hiyo. Inawezekana vinginevyo, Lapid aliongeza akisema Israel inaweza kurudi kuwa na mafanikio makubwa na ya kiuchumi katika ulimwengu wa kwanza uliofanikiwa. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu akielezea namna ambavyo nchi za Kiarabu zinataka kuitenga taifa hilo, huku akisema kwamba Qatar inaongoza mpango huo katika kuitenga Israel, wakishirikiana pia na taifa kama vile nchi ya Iran katika kuhakikisha wanaitenga Israel, lakini anasema hawatofanikiwa kwani wanapata msaada mkubwa kutoka nchini Marekani, na hivyo kuwa pamoja na Marekani hakutasababisha kuyumba kwa uchumi, licha ya kwamba hali ya uchumi bado inayumba katika taifa hilo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.